Teknolojia ya habari na mawasiliano kwa maana TEHAMA imeendelea kukua kwa kasi hapa nchini na duniani kwa ujumla na kupelekea kuimarika kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi, kijamii na hata kisiasa. Miongoni mwa maeneo yaliyofaidika ni pamoja na huduma za fedha. Kwa mujibu wa takwimu za TCRA ya robo ya tatu ya mwaka huu wa fedha, idadi ya laini za simu zimefikia 90.4 milioni na kwa utumiaji wa interneti umefikia 49.3 milioni. Mafanikio haya yamekuja na fursa na changamoto mbalimbali ikiwemo wizi wa mitandaoni ikihusisha pia sim banking, ambapo watumiaji wa huduma za mawasiliano wamekuwa wakifanyiwa hadaa na kujikuta wametapeliwa fedha zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na changamoto hizi, serikali kwa kushirikiana na wadau wa mawasiliano nchini imeendelea kuelimisha umma kuhusiana na masuala mbalimbali ya usalama mtandaoni kwa kupitia kampeni mbalimbali ikiwemo kampeni ya Sitapeliki pamoja na Ni Rahisi Sana, ili kujenga uelewa kwa wananchi kuhusu namna bora na salama ya kutumia mitandao ikiwemo utunzaji wa nywila, kuwa na nywila imara katika programu mbalimbali za kifedha na zile za matumizi mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha kwa upande mwingine serikali kupitia jeshi la polisi imeendelea kujiimarisha katika aina hizi mbaya za uhalifu na tayari hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa kwa wahalifu. Mheshimiwa Fakharia Shomari Khamis. Kwanza nampongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa maelezo yake mazuri ambayo yametoa faida kwa jamii. Lakini na masuala mawili ya nyongeza. Kwa kuwa mitandao inasaidia kupata mawasiliano ya haraka, lakini utakuta pia inakera katika taarifa hizo za haraka, kwa sababu inaweza ukaletewa jambo kila ukikaa linarudia hilo kwa hilo. Je, kama hilo jambo mimi silitaki lirejee tena kwenye simu yangu, nifanye nini? Swala la pili nasema kwamba wahalifu wanachukuliwa hatua. Hiyo hatua gani? Kwa sababu taarifa zake wananchi hawazipati. Uzuri wa taarifa na hatua kwamba mzitangaze ili tujue mtu fulani kafanya kitu fulani, kachukuliwa hatua fulani. Je, hizi taarifa tutazipata vipi? Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote nipokee pongezi zako Mheshimiwa Fakharia, lakini kwenye swala la message zinajirudia. Message zinapojirudia, elimu tunayoendelea kuitoa kwa wananchi, tunaomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutumia bunge lako tukufu, wananchi wote lazima wawe na mawasiliano na watu kwanza wanaowafahamu, na kama unapata message ya mtu ambaye humfahamu ni vema ukapuuza. Usipende kufanyia kazi message ambayo mtu humfahamu. Na watu wengi wanaotapeliwa Mheshimiwa Mwenyekiti ni wale wanaojihusisha na kusikiliza mtu ambaye humfahamu. Kwa mfano, unaambiwa unatakiwa kupata milioni 6. Tuma namba hii, jibu swali hili. Usipende fedha za kirahisi, kwa sababu pamoja na changamoto za ugumu wa maisha hakuna fedha ya rahisi. Lakini vile vile kupata vitu vya kirahisi. Kwa mfano, waheshimiwa wabunge hapa wengi tumetapeliwa kwa kudhania kwamba tuna majiko ya gesi ambayo utayapatiwa. Kuna watu fulani wanataka kukupatia majiko ya gesi. Sasa wewe kwa nini ujihusishe na mtu ambaye humfahamu? Unamtumia mtu 400,000 ili usafirishiwe majiko ambayo hayapo kwenye utaratibu rasmi. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wote ni kuona kwamba kila mmoja ahakikishe anawasiliana na mtu anayemfahamu, na kama humfahamu ninakushauri upuuze. Hatua zinazochukuliwa Mheshimiwa Fakia, sisi kama Wizara ya Mawasiliano kupitia taasisi yetu ya TCRA, kazi kubwa tunayoifanya ni kutambua kupitia mitambo tulionayo. Tukishatambua
tunawakabidhi wenzetu wa jeshi la polisi. Wao sasa wanafanya taratibu zao za kisheria kadiri ambavyo nchi yetu inaendeshwa kisheria. Wengi wameshafikishwa mahakamani, wengi wameshafungiwa hizo laini nyingi sana zimeshafungiwa, na hawa wanaochipukia sisi kama serikali tutaendelea kuwafanyia kazi. Kwa kuwa malalamiko mengi ya wizi mitandaoni yanaelekezwa kwenye jeshi la polisi, je, serikali haioni haja ya kuwapatia access jeshi la polisi, yani database ya moja kwa moja, ili tukio lolote la kihalifu linapotokea waweze kuchukua hatua za haraka zaidi? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza, jeshi la polisi kupata access. Ninachoweza kusema sisi kama serikali, jeshi la polisi sio kwamba halina access, lakini serikali inafanya kazi kama timu moja. Kwa hiyo wao wanafanya kwenye sehemu yao, na sisi kama TCRA kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na yenyewe pia inafanya sehemu yao, lakini tutaendelea kuboresha jeshi la polisi katika kuhakikisha kwamba mifumo inakuwa mizuri zaidi ambavyo ipo sasa. Mheshimiwa Esther Matiko. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kiuhalisia wizi wa kimtandao umetamalaki, sio tu kwenye sim banking na mengine. Kwa mfano, naibu waziri amejibu hapa kwamba ni watu kutokujua. Mtu ana haki namba yangu mathalan, na imetokea mara nyingi. Mtu ana haki namba yako, anawasiliana na watu mbalimbali akiomba fedha. Namba inajitokeza ni ya Esther Matiko. Mtu anayeomba fedha au hitajio fulani anajuaje kwamba ni mtu tofauti? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia serikali toa ultimatum ya usajili wa line hizi. Lakini tunaona line zinasajiliwa mpaka mtaani wapita wanasajili, lakini ukuta mimi Esther Matiko na line ya watu tofauti. Inaweza kuwa na line ya Boke, line ya yani mtu mimi Esther Matiko na miliki line za watu wengine tofauti. Na haya yote yanapelekea kuendelea kuwepo na uwizi wa kimtandao. Kingine Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu anapigiwa simu wa kijijini kabisa, anaambiwa afuata maelekezo haya ili tuweze kukusaidia. Mtu anajitolea, anaendelea, anapigiwa simu, anatoa maelezo, kumbe hiyo ni tapeli. Baada ya hapo anakuwa ameshahaki kila kitu, anaanza kukuibia fedha zako kwenye simu yako. Tunataka serikali ione hili kitu, na watu wanatoa taarifa lakini stahiki hazichukuliwi. Ione kwamba hili ni taifa, ni janga la kitaifa. Muweze kudhibiti. Watanzania wa kawaida wanatapeliwa fedha nyingi sana. Sio hii ya gesi au ya wabunge hapa. Watanzania watapeliwa mamilioni. Serikali ichukue hatua stahiki kudhibiti hili. Asante, hiyo ni ushauri Mheshimiwa Waziri, sio ushauri mbaya. Nafikiri serikali imesikia. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mary Priska Mahundi kwa kujibu maswali hayo.